بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، kama tulivyotangaziwa wa leo biidhnillah tabaraka wa taala tutakuwa na daura fupi ambayo itakwenda takriban kwa siku 3 kuanzia usiku huu wa Jumamosi, usiku wa Jumapili pamoja na usiku wa Jumatatu biidhnillah tabaraka wa taala. Na daura hii italenga risala ya Sheikh Ibrahim ibn Abdullah al-Mazru'i hafidhahu Allah taala, risala inayosomeka kwa jina من المخالفات في شهر رجب. من المخالفات في شهر رجب, katika mambo yenye kwenda kinyume ndani ya mwezi wa Rajab. من المخالفات في شهر رجب, katika mambo ambayo yanakwenda kinyume na mwezi huu wa Rajab. Kwa nini tukaiweka risala hii? Tumeiweka risala hii na kuamua kuipitia kwa pamoja kwa sababu ya mnasaba wa mwezi tuliokuwa nao ambao ni mwezi wa Rajab, Rajab Mudhar alladhi baina Jumada wa Shaaban. Kwa mnasaba mwezi huu ndio tukaweka risala hii ili kuwatanabahisha wale walioghafilika, tambihul ghafilin, kuwazindua walioghafilika na baadhi ya mambo yenye kwenda kinyume na mwezi huu wa Rajab, mambo ambayo hayamo katika sheria tukufu, lakini kwenye mazoea ya watu mambo hayo yamo na yamejaa kwa wingi. Sasa itakuwa al-aula na hikma watu kuwatanabahisha wale wenzao ambao hawajatanabahi na mambo hayo. Lakini vile vile katika sababu ni kuondoa udhuru kwa wale ambao hawajasikia, ili sipatikane udhuru kwao kwamba sisi hatujasikia wala hatukujua wala hawakuwepo watu wa kutizindua na hayo. Kwa ule udhuru kwa kiasi fulani, basi utakuwa umeondoka kwa baadhi ya watu. Mwezi huu wa Rajab ni katika miezi mitukufu. Inna iddatash shuhuri inda Allahi 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha 4 hurum. Mwezi wa Rajab ni katika miezi 4 mitukufu ambayo Allah ameiashiria katika suratu Tauba, inna iddatash shuhuri inda Allah, hakika idadi ya miezi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala 12 shahran, ni miezi 12. 12 shahran fi kitabillah, katika hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala ni idadi ya miezi 12. Ndivyo Allah alivyoumba, tokea anaumba idadi ya miezi aliweka kwamba ni 12. Kisha kwenye hiyo 12 Allah akaihusisha minne kuwa ni mitukufu, akasema minha 4 hurum,
kuna katika hiyo 12 miezi minne iliyokuwa ni mitukufu. Miezi hiyo ni mitukufu, lakini haikutajwa ndani ya Qur'ani kwamba ni mwezi upi na mwezi upi. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya Abu Bakrata radhiyallahu ta'ala anhu uliopokea wengi katika maaima wa hadithi, alikuja akaibainisha miezi hii kwamba ni mwezi wa Dhulqaada wa Dhulhijja wal Muharram wa Rajab Mudhar alladhi baina Jumada wa Shaaban. Miezi minne ambayo Allah ameiashiria katika Suratut Tauba ni mwezi wa Dhulqaada, wasahili wanauita mfunguo pili, wa Dhulhijja ambao ni mfunguo tatu, wal Muharram mfunguo 4. Miezi mitatu imefuatana pamoja, thalathun mutawaliyat, miezi mitatu imefuatana, Dhulqaada wa Dhulhijja wal Muharram. Kisha Mtume akasema wa Rajab Mudhar, na mwezi wa 4 katika hiyo mitukufu ni mwezi wa Rajab unaonasibishwa na kabila la Mudhar. Kwa nini ukanasibishwa na kabila la Mudhar? Kwa sababu wao kabila hilo la Mudhar walikuwa wanautukuza sana kuwashinda makabila wengine. Kwa mwezi huu wa Rajab ukanasibishwa kwao wa Rajab Mudhar. Mtume akasema alladhi baina Jumada wa Shaaban, Rajabu ambayo ipo kati ya mwezi wa Jumada ya mwisho na mwezi wa Shaaban. Rajab inakuja baada ya Jumada al-akhira kumalizika, na kabla ya kufika Shaaban, katikati yake kuna mwezi wa Rajab, ni mmoja katika ile minne mitukufu. Kwa hili halina shaka kuonyesha kwamba mwezi wa Rajab ni mwezi mtukufu ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameutukuza kupitia aya ndani ya Suratut Tauba, na Mtume sallallahu alaihi wasallam kupitia hadithi ya Abu Bakra ameutaja kwa jina wa Rajab Mudhar. Kwa haina shaka kwa ni mwezi uliokuwa mtukufu, na ni wajibu wetu Waislamu ahlus sunna wal jamaa, na ndio itikadi yetu, kuadhimisha na kuvitukuza vile ambavyo vimethibiti utukufu wake kupitia Qur'ani na Sunna, kama vile ambavyo hatuadhimishi wala hatutukuzi kile ambacho utukufu wake, taadhima zake hazikuja kupitia Qur'ani na Sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hivyo basi, kwa sababu ya utukufu wa mwezi wa Rajab na kuadhimishwa kwake kwenye sheria, haukusalimika na mikono ya watu. Watu wameghurika kwa sababu ya utukufu wake, badali ya kubakia kwenye itikadi sahihi na kuitakidi kwamba huu ndio mwezi mtukufu na mengineyo mitatu iliyobaki, wakaona hilo halitoshi, wakaweka mambo mengi ambayo ndani ya sheria hayamo wala sheria haikufunza. Miongoni mwa hayo zikawekwa swala, zikanasibishwa na mwezi huu, vikawekwa visimamo vya usiku, vikanasibishwa na mwezi huu wa Rajab, zikawekwa funga tofauti, zikanasibishwa na mwezi huu wa Rajab, bali zikawekwa nyiradi na adhkari ambazo hazijathibiti kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, zikanasibishwa na mwezi huu mtukufu wa Rajab, na mambo mengine mengi ambayo tutayaona baadhi yake ndani ya risala yetu, na mengine wameelezea wanawachuoni kwenye vitabu vyao vikubwa vikubwa. Kwa mwezi huu umeonewa sana kiasi ya kwamba baadhi yao hawakuyaweka hayo katika mwezi wa Ramadhani, lakini wameyaweka katika mwezi wa Rajab, wakautukuza kupitiliza zaidi ya utukufu ambao umethibiti kwenye sheria, wakazua mambo mengi. Na ukiangalia mambo hayo
sehemu kubwa ya mambo yake hayo yamejaa kwenye jamii yetu. Watu wameyazoea, watu wamekulia nayo, watu wamelelewa kwa mambo hayo. Kila ukifika msimu huu wa mwezi wa Rajab, basi jamii inakuwa katika heka la ibada. Kila mtu yeye na mswala wake na Qur'ani yake na baadhi ya vitabu vya nyiradi vyatolewa kwa ajili ya kusomwa ndani ya mwezi huu wa Rajab. Na wengine wakafika mbali zaidi, wakaithibitisha safari ya mtume ya Isra na Mi'raj kwamba pia ilituka na kutokea katika mwezi huu wa Rajab, katika mwezi 27 ndani ya mwezi wa Rajab, kwa sababu tu ya kuutukuza huu mwezi. Kwa mambo hayo yapo mengi sana, na jamii imedanganywa muda mrefu, lakini inabidi ifike hatua wale wanaofahamu sehemu katika udanganyifu huo watanabahishi wenzao ambao hawafahamu sehemu hiyo ndogo, ili na wao wazinduke kutokana na bid'a hizo na udanganyifu huo na upotefu uliotiwa katika mwezi huu wa Rajab. Hatuna shaka mwezi ni mtukufu, lakini hayo wanayoyafanya jamaa zetu hayamo, hayakuthibiti, si kwa hadithi sahihi wala hasan, bali hadithi zote zilizokuja kuzungumzia ibada mpya na fadhila zake za mwezi huu wa Rajab, itakuwa ni dhaifu au itakuwa ni maudhu'. Hakuna zaidi ya hapo, na hayo ndio maneno wanawachuoni ambao tutayaona ndani ya risala yetu hii. Kwa nisizungumze sana, tuingie moja kwa moja ndani ya risala yetu ya Al-Sheikh Ibrahim ibn Abdullah Al-Mazru'i hafidhahu Allah ta'ala. Sheikh huyo Al-Sheikh Ibrahim ibn Abdullah Al-Mazru'i ni katika mashekhe wa ahlu sunna salafiyun ambao bado wapo hai katika miji ya Imarat, huko katika miji ya al-Imarat al-Muttahida. Yupo hai katika mji wa Abu Dhabi, sasa hivi unaitwa Abu Dhabi huko. Yupo hai Al-Sheikh Al-Mazru'i na anafundisha, ingawa ni mzee, takriban mwaka 1961 ndio alizaliwa. Amesoma hizi madaris za nidhamia, akapata shahadati nyingi tu, lakini pia alikutana na baadhi ya mashaikh wakubwa wanawachuoni tunaowategemea kama vile al-Imam Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala. Alipokuwa akitembelea miji hiyo, yeye alikuwa akilazimiana nao. Vile vile Al-Sheikh Al-Albani alikuwa akitembelea sana miji hiyo ya Imarat, alikuwa akilazimiana nao, na wengine wengi katika mashaikh wa ahlus sunna wal jamaa, na ametunga vitabu vingi na risala zake ni nyingi. Miongoni mwa hizo ni hii minal mukhalafati fi shahri Rajab. Pia anayo nyingine mfano wa hii, anazungumzia mikhalafa ya mwezi wa Ramadhani. Hafidhahullahu ta'ala wa ra'ah. Allah azidi kumhifadhi na amthibitishe katika haki, na hifadhi miguu yake kuteleza kuiwacha haki na kuingia kwenye batil. Anasema Sheikh hafidhahullahu ta'ala